Wanawake wajasiriamali katika manispaa ya Morogoro wameiomba serikali kuwapatia elimu zaidi juu ya mikopo inayotolewa na halmashauri na taasisi zingine ili kupata elimu zaidi namna ya upatikanaji wake, jambo ambalo litawasaidia kupata mitaji ya uhakika ili kuendesha biashara zao na kujikwamua kiuchumi. Wakizungumza katika usiku wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi manispaa ya Morogoro, wanawake hao wamesema elimu kwa kina mama haijatolewa ya kutosha namna ya kupata hiyo mikopo. Kwa hiyo tunashauri na kuomba wa maafisa maendeleo wa kata wazidi kutoa elimu kwa kina mama ndani ya kata zetu ili waweze kupata mikopo na waweze kuwezeshwa kwa wakati. Tunawaomba kupitia mkurugenzi kuambia maafisa watendaji kuwa waambie wananchi wale waliokosa mikopo kuna hili na hili, kwa nini wamekosa na sababu gani, sifa gani zimepungua, watueleze. Ninawaomba wanawake wenzangu wajitokeze kwenye kuchukua mikopo kwa ajili ya kuendeleza maisha yao ya kila siku. Kama tulivyoona katika manispaa yetu ya Morogoro kuna hela nyingi sana zimeingia kama billions of money. Kwa hiyo tunaomba wajitokeze, na hii yote ni nguvu ya mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anahakikisha wanawake tunajikwamua kiuchumi. Kwa hiyo kwa kupitia interview hii ninaomba wanawake wenzangu walioko mikoa yote, wilaya zote wajitokeze katika manispaa zao, kwa kuwa hiyo mikopo imetoka katika manispaa zote na halmashauri zote za nchi ya Tanzania. Kwa hiyo wajitokeze kuchukua mikopo ili waweze kujikwamua. Mwanamke wa Kitanzania sasa hivi, songa mbele, acha kurudi nyuma, acha kulala. Ndio maana ya jukwaa la mwanamke uwezeshaji limeanzishwa kiuchumi. Kwa mwanamke na wewe tafuta, baba akitafuta na wewe ukitafuta, mnaunganisha, familia inasonga mbele, au sio jamani? Wewe mwenyewe usijali hata kama baba hayupo. Wewe mama tafuta, utatunza familia yako bila ya kuomba, au sio jamani? Nimesikia kwenye sala yako mgeni rasmi atajibu, lakini mmeongelea kuhusu mikopo. Fedha ziko benki nyingi sana, kina mama tumieni utaratibu. Mkitumia utaratibu, mama mikopo anatoa, fedha zipo, tutapata. Vikoba oye! Ujasiriamali oye! Leo tuko hapa katika usiku huu mzuri, usiku wa mwanamke wa jukwaa. Siku hii ni mahususi kwa kina mama wote wa manispaa ya Morogoro. Usiku huu una maana ya kwamba sio kila siku sherehe zinafanyika mchana, lakini hata usiku tumewatoa wanawake out, wamefurahi, wameenjoy. Tumefurahi sana usiku huu pamoja na mgeni wetu rasmi. Lakini kingine ambacho ni kikubwa tumekifanya usiku huu, tumewapa zawadi. Tumewapa zawadi wanawake wetu wa majukwaa kata tofauti tofauti ndani ya manispaa yetu ya Morogoro. Hii inamjengea ari au nguvu au hamasa ya kuendelea kuungana na wake wenzake kwenye kata anayoishi au kwenye mtaa au ndani ya wilaya yetu ya Morogoro mjini, kwa sababu jukwaa ni chombo ambacho Mama Mheshimiwa Rais mwenyewe amekiandaa mahususi na kukizindua, na sasa mama anaongea na majukwaa. Changamoto za wanawake kwa kweli sasa hivi wameelevuka, wanafanya kazi za mikono, wanajitokeza kwa wingi, lakini changamoto kubwa ni masoko. Wanawake wanatengeneza bidhaa, lakini kwa sasa hivi masoko hakuna. Unakuta hata kwenye maonyesho wanawake wanaonyesha bidhaa, lakini unakuta mwanamke kauza kapo moja au mbili, si matarajio yake mwanamke. Mwanamke ananunua material, anapeleka sokoni, lakini mwisho wa siku havitoki vile vitu jinsi mwanamke yule mjasiriamali anavyotaka. Rai yangu niombe Watanzania tupende bidhaa zinazotengenezwa na wanawake kwa mikono yao, tupende kuzienzi na tuzitumie, kwa sababu tukifanya hivyo kwa kuwaungisha na kununua, tunaenda kumuunga mkono mwanamke na tunakwenda kuimarisha uchumi ambao tunaozungumzia sasa, jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Twende tukawaungishe bidhaa zao ili nao waweze kuona wanafanikiwa kwa yale malengo waliojiwekea.